Mungu Baba wa neema yote na rehema, Mungu mfalme wa yote na muweza wa yote, asante kwa ajili ya pendo lako na kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako na kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako tena na rehema zako siku ya leo. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe sasa na hata milele na milele. Ninaomba Roho Mtakatifu tena tuongoze. Ninaomba tena Roho Mtakatifu tuwezeshe katika kutafakari neno hili takatifu na katika kumtumikia Mungu aliye mtakatifu. Baba na kushukuru, Baba na utukuzwe kwa mapenzi yako yaliyo mema, Mungu uliye mwema. Asante Mungu tupaye kushinda na zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu Bwana na Mwokozi, asante kwa uaminifu wako. Mioyo yetu ikajazwe na neno lako tena muda huu, na tukaendelee kujazwa neema yako tena muda huu. Naomba neema yako, rehema zako. Utukuzwe Bwana Mungu Baba uliye mtakatifu, 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 mtakatifu. Bwana Mwenyezi, tubariki, tulinde, tufunulie mapenzi yako tena. Asante Jehova Bwana. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kukaribisha katika ibada sahi nzuri ya neno la Mungu, na nikutakie kuwa na sikukuu nzuri za Christmas na mwaka mpya. Uwe na heri katika Christmas, siku ya kesho, kuanzia leo, kesho na kesho kutwa, lakini pia kwenye ibada ile ya tarehe 1 ambayo itakuwa ni kufurahia, kushangilia mwaka mpya. Mwaka huo basi kaunenee kwamba tunauandika damu ya Yesu. Mimi naona ufunuo kusema andika huo mwaka kwamba nauandika damu ya Yesu. Hata ukiandika hewani, wewe uandika tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Unaandika hewani damu ya Yesu, au unaandika kwa maneno, kwa maombi na vyovyote utakavyofunuliwa zaidi, lakini ninasikia kusema tuandike damu ya Yesu mwaka 2026. Tuandike damu ya Yesu. Kila kitakachoonekana, damu ya Yesu ikahusike, ikatunenee, ikatutendee, ikafanye. Damu ya Yesu 2026 ikamiliki yote vyote katika jina la Yesu Kristo. Basi ukawe na Christmas nzuri. Heri ya Christmas na mwaka mpya 2026. Ninawatakia nyote wapendwa wa Mungu, na baraka na rehema za Mungu zikawe pamoja na ninyi, na wewe na sisi sote na kila moja katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubarikie, akujalie nguvu na akupe na uweza katika jina la Yesu Kristo. Uweza utokao kwake, uweza wa nguvu zake, uweza wa Injili, uweza wa Injili, uweza wa Injili ya Yesu Kristo aliyoleta. Mungu Roho Mtakatifu atufundishe kwa neno lake hili, basi tukazione nguvu zake tena kwa uweza wake tena. Hebu tujifunze kwa habari ya uweza wa Injili. Uweza wa Injili unaoleta wokovu kwa mwanadamu. Uweza wa Injili. Biblia inasema Injili ni uweza uletao wokovu. Injili ni uweza uletao wokovu. Kwa hiyo katika Injili aliyoleta Yesu Kristo imebeba uweza, au niseme Injili aliyoleta Yesu Kristo imebeba nguvu, imebeba mamlaka, imebeba uweza unaomuinua mtu kutoka katika vifungo, katika giza, katika mauti, na kumketisha mahali salama. Injili ni uweza, uweza uokoao. Uweza uokoao tunaupata katika Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa kile alichokileta. Kwa hiyo kile Yesu alichotuletea duniani ni uweza wa kuokoa, ambao ndio una habari njema. Injili ni habari njema zenye uweza. Sasa nisome maandiko. Uweza uokoao, uweza wa Injili unaookoa. Warumi 1:16, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie,
kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya, jina la Yesu litukuzwe sana. Kwa hiyo ndani ya Injili, au niseme Injili ni uweza. Kwa hiyo ndani yake Injili ziko nguvu, au iko nguvu inayoweza kuokoa watu. Ili watu waokolewe panahitajika nguvu. Mtu aliyedumbukia shimoni hapahitaji kitu legevu kumtoa shimoni. Mtu aliyezama kwenye maji panahitaji juhudi ya nguvu kumtoa kwenye maji. Mtu aliyezama kwenye matope, matope imemkamata, au ng'ombe, mnyama aliyezama kwenye matope, panahitajika nguvu ya kumtoa. Kitu kilichoshikiliwa mateka, ili kukiondoa kwenye mateka panahitajika nguvu ya kuondoa kwenye mateka, ili mtu asio kwenye mateka, au hicho kitu au vitu visio kwenye mateka, kwa sababu mateka yana nguvu ya kuteka. Sasa Yesu anasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ni katika Mathayo hiyo anasema habari hiyo njema kwamba, na anasema Yesu, mtu akiingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu ili aweze kukamata au kuchukua vitu vyake, ili kwanza anatakiwa awe na nguvu za kumteka, ili aweze kuchukua vile vitu vilivyo katika nyumba yake. Yule anayetaka kuteka na kuchukua lazima awe na nguvu kuliko yule aliyemkuta. Anayetaka kuchukua vya mwenzake kwa nguvu lazima yawe na nguvu zaidi ya yule anayemchukulia vitu vyake. Kama ana nguvu za kumpita, basi atashindwa yeye, hataweza yeye kuchukua vitu vile. Basi Injili ina uweza unaoweza kumtoa mtu kwenye matope ya giza, kwenye vifungo vya giza, kwenye nguvu za kuzamishwa, kwenye nguvu za ufalme wa adui, kwenye matope au kwenye maji mengi ambayo katika Isaya, Mungu anasema katika Isaya, maji haya yatakugharikisha, maji haya yatakugharikisha. Ujapopita hata katika maji, mnayo maji hayataweza kukugharikisha, bali mimi Bwana nitakuokoa. Isaya 43 na mstari ule wa pili. Isaya 43:2, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazini, toa, kusini, toa, wala usizuie. Hizi ni nguvu. Bwana anasema upitapo katika maji mengi. Tunapopita kwenye wakati mgumu, kwenye nguvu za kuzamisha, nguvu za kutaka kutumeza, kutuangamiza, nguvu za dhambi, nguvu za majini, nguvu za uchawi, nguvu za ufalme wa giza zinapojitokeza kutaka kutumeza, kutuangamiza, neno la Mungu au Mungu wetu asema hata hapo atatuokoa. Sasa panahitajika nguvu ili kumtoa mtu kwenye eneo hilo, na nguvu zinapatikana kwa yeye aliyetuwekea nguvu, aliye na nguvu kuliko vitu vyote duniani. Yuko mwenye nguvu kuliko nguvu zote zilizoko duniani. Dunia ina nguvu nyingi, dunia ina mamlaka nyingi, lakini yuko mmoja aliye juu ya mamlaka na nguvu zote za ulimwengu. Injili imebeba uweza ulio katika Injili. Sasa nataka kusema kingine ni hiki kwamba mtu anayeiamini Injili ndani yake kuna uweza wa kuokoa. Mtu anayeiamini Injili amebeba uweza wa kimungu, amebeba uweza wa kimbingu, ramanorobu, amebeba uweza unaoweza kuokoa, unaoweza kuziangusha falme na mamlaka. Tukiamini Injili maana yake tumeamini uweza. Tukipokea Injili maana yake tumepokea uweza unaookoa, uweza wa Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo tunatembea na uweza, hatutembei tena kinyonge. Hii ni ufunuo ambao Mungu anazidi kutuachilia. Endelea kufunuliwa
kwamba tukiamini Injili kumbe tumeamini uweza. Kwa hiyo maisha yetu hayatakuwa manyonge, hali zetu hazitakuwa nyonge. Sasa unyonge uliopo tunasema uondoke, utuachie huo unyonge na udhaifu kiroho, kimwili, kiuchumi, kielimu, kwa mambo yote, kwa sababu Baba ametupa uweza, hajatupa kitu dhaifu. Robushitini rana mashika rabus, ametupa uweza uokoao, ametupa uweza unaoweza kutuinua ukatusaidia kwenye maisha, si udhaifu, sio unyonge, bali uweza unaookoa. Mungu ametupa uweza, tuna uweza katika jina la Yesu. Tunazo nguvu katika Bwana ndani ya Injili tunayoiamini, ambayo ni Yesu ametuletea. Uko uweza, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya sana, milele kabisa. Wamwamini hawatapotea, maanake kuna uweza wa kuwalinda wasipotee, kuna nguvu za kuwazuia wasinaswe na adui, wabaki salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndani yake huko uweza na nguvu za kutuinua na kutufikisha na kutuwezesha. Basi kwa hiyo Injili ndani yake kuna uweza. Tafakari sana maandiko haya, na kwa sababu tumeamini Injili, tumeamini uweza, tumeziamini nguvu ziokoazo, tumeziamini nguvu zinazoinua. Maisha yetu yasiwe katika hali ya unyonge na uduni tena, yasiwe chini tena, yakainuliwe, yakainuliwe, yakainuliwe kwa jina la Yesu. Tukainuliwe, tuendelee kuwa juu. Mungu wetu ni Mungu anayeinua. Injili ya Yesu ni injili inayowezesha, ni injili inayotupa kwenda mbele. Tukatae unyonge, tukatae udhaifu, tukatae vitu dhaifu, kwa sababu injili tuliyoiamini haina vitu dhaifu. Na kataa vitu dhaifu kwangu, na wewe kataa vitu dhaifu kiroho, kimwili, kiuchumi, kimaisha. Tunasema hapana Baba, kwa sababu umetupa uweza. Baba, asante kwamba umetuletea uweza wenye kuokoa, uweza wa kutusaidia ili tufanikiwe, ili tufanikiwe, ili tufanikiwe maisha yetu katika hali zote. Baba, asante kwa sababu wewe ni muweza, umetuletea uweza. Yesu amekuletea uweza. Haleluya, asante Yesu. Kwa maana injili ni uweza, kwa sababu uweza wa Mungu ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu, ni uweza unaoleta wokovu. Wokovu ni nguvu, wokovu hauji kilegevu, unakuja kwa nguvu. Hata mafanikio ya kawaida tunasema hayaji kilegevu, yanakuja kwa nguvu, yana uweza. Kwa hiyo ule uweza wa Mungu ndani ya injili tunayoiamini ndio inayotupa nguvu, uwezo wa kufanikiwa, wa kusonga mbele, wa kuendelea mbele, ili tupate kushinda, kwa sababu tunahitaji kushinda. Na tukumbuke duniani tunayo vita, yako mapigano, ziko falme zinazopambana na sisi. Katika Waefeso sura ya 6 anasema ni mamlaka na nguvu za giza, wakuu wa giza, ni majina, mapepo. Tunapambana na hayo mavitu yenye nguvu, nasi tunazo nguvu zilizo juu zaidi ya wao. Uwezo wao ni mdogo sana, lakini uweza wa kimungu ulio katika jina la Yesu ni mkuu sana, ambao huo unatufanya, unatuwezesha sisi tupate kuwashinda hao watesi na adui. Kwa hiyo tusimame na uweza, tutembee na uweza. Basi tujue kwamba tumeamini injili, inahitajika kwenye maisha yetu uweza uonekane, sio unyonge, sio udhaifu, sio kushindwa, sio vitu nyonge nyonge, bali vya nguvu, kwa sababu Baba yetu wa mbinguni ametupa nguvu. Baba yetu wa mbinguni ametujalia kuwa na nguvu, nguvu za Roho, nguvu katika Roho. Tunaweza katika uweza wa jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu limetuletea uweza. Nilo jina lenyewe ni uweza unaookoa. Jina la Yesu ni uweza unaookoa. Mwambie Bwana Yesu, kwa sababu nimeamini injili yako, ninaamini ya kwamba uweza wako uko nami. Kwa hiyo unyonge na udhaifu hautakuwa kwangu tena, ninaukataa. Tunakataa udhaifu na unyonge, kwa sababu injili ndani yake tunayoiamini imebeba uweza, imebeba nguvu, imebeba mamlaka. Injili tunayoiamini Bwana Yesu ni injili yenye uweza na nguvu. Kwa hiyo unyonge na udhaifu huo tunaukimbia, tunauambia ukimbie, utuachie, tusikae nao tena.
rohoni na mwilini, kwenye familia na maisha yetu. Injili tuliyoiamini imebeba uweza wa kuviangusha vitu vyote vya ufalme wa giza, vitu vyote vya watu wenye nguvu, wenye hila mbaya na sisi. Kwa watoto wetu, kwenye masomo, kwenye biashara zetu, kwenye huduma, kwenye utumishi, kwenye ndoa, kwenye familia. Kwako kijana, uweza wa Injili, nguvu za Injili, katika jina la Yesu. Tunatakiwa kushinda, kwa sababu ndani ya Injili kuna kushinda. Kuna nguvu za kushinda dunia. Kijana ataishinda dunia anapoipokea Injili ikakaa ndani. Yaani tukipokea Injili kukaa ndani, maana yake ule uweza ndani yake iko roho ya uweza. Isaya 11, Isaya 11, Isaya 11. Hebu tuone uweza, roho ya uweza inayotuwezesha kuyashinda. Isaya 11 mstari wa 2, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza. Roho ya shauri, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Sasa hapo nataka kuone tu ile roho ya uweza. Katika roho 7 zile ambazo zinatajwa hapa, mmojawapo ni roho ya uweza. Uweza. Bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea Yesu walipewa uweza, wamepewa uweza wa kuweza, ama basi tuseme kama ni uwezo na uweza, nguvu na mamlaka, nguvu alafu mamlaka ya kumshinda adui. Mashitaka yake yote yanafeli katika jina la Yesu. Haleluya milele. Roho ya uweza. Ndani ya Injili kuna roho ya uweza inayotupa uweza. Tuendelee kujua hivi ndani yetu na kuamini na kuendelea kutafuta zaidi katika kuomba na kutafuta kuchunguza zaidi haya maandiko. Yana vitu vingi. Mungu atusaidie katika ufunuo wake, atufunulie. Kwa hiyo roho ya uweza iko ndani yetu. Wakati mwingine tunashindwa kuelewa, tunashindwa kukumbuka, tunashindwa kutambua, lakini Injili tuliyoiamini imebeba uweza, yenyewe ni uweza. Kwa hiyo maisha yetu yanatakiwa kubadilika. Mtu anayeitwa Mkristo anatakiwa kuwa na maisha tofauti kabisa, kwa sababu ameamini uweza, sio unyonge. Ameamini uweza, sio dhaifu. Ameamini nguvu, sio vilivyo dhaifu wala visivyo na nguvu. Tumeamini nguvu za kimbingu zinazookoa. Tumemwamini Yesu Kristo ambaye uweza wake unaokoa, unainua. Basi tutembee na hizo nguvu, tutembee tukijua tuko ndani ya uweza wa jina la Yesu Kristo. Na anasema pale kingine, unaoleta wokovu kwa kila aminie. Kwa hiyo kila anayeamini uweza, au anayemwamini Yesu, au anayeamini Injili, anapokea uweza wa kuokolewa kutoka nguvu za dhambi na vifungo na magano mabaya. Anaishi maisha ya ushindi, kwa sababu ndani yake tumeambiwa uko uweza unaoleta wokovu kwa kila aminie. Kila anayeamini anapokea uweza. Ukiamini Injili ya Yesu, ukimwamini Bwana Yesu, unapokea uweza. Tunapokea huo uweza. Na wanasema kwa watu wote, anasema Wayahudi na Wayunani, maana yake hata ambao hawakutarajiwa, huo uweza unaweza kuingia kabisa kwa kuamini. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Haki ya Mungu imedhihirishwa ndani ya uweza huo. Kuna haki ya Mungu inayoenda imani hadi imani, utukufu hadi utukufu. Tunapelekwa utukufu hadi utukufu, utukufu hadi utukufu. Sasa ndani ya Injili kuna uweza, unatajwa uweza, na ambapo anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Toka imani hadi imani. Imani hadi imani. Utukufu hadi utukufu. Uweza utakao tupeleka ngazi kwa ngazi, ngazi kwa ngazi. Tunaamini sasa tunakwenda kubadilika. Mambo yetu yanaenda kubadilika. Hali zetu za huduma, kiroho, kiuchumi, maongezeko kiroho, kiuchumi, kimaisha.
hali yako, masomo yako au mafanikio yako au mafaulu yako yakawe ya tofauti tena, kwa sababu unaamini Yesu aliyeuweza. Uweza utakao tusaidia katika mambo ya masomo, katika mambo ya elimu, katika mambo yote ya kibiashara, mambo yote tunawezeshwa kwa uweza mkuu. Kwa hiyo tunatembea na uweza mkuu ambao umetoka mahali pa juu. Haleluya. Kwa hiyo saa hii umegundua kwamba ulichokiamini sio udhaifu, sio unyonge, sio cha kushindwa, ni chenye uweza, chenye uweza. Yaani injili ni uweza. Kwa hiyo ndani yetu tumebeba uweza, ila wakati mwingine tunajisahau au hatujatambua, hatujajua. Sasa tujue na tufahamu, tuelewe, tumeamini uweza. Kwa hiyo tunatembea kiuweza. Tunatembea kiuweza, sio kinyonge. Tunatembea kiuweza, sio kidhaifu. Tunatembea kiuweza, sio kwa kushindwa. Hakuna kushindwa. Yote yawezekana kwake yeye aminie. Yote yawezekana katika jina la Yesu Kristo. Ndani yake tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Katika yeye Bwana tuna nguvu. Efeso 6:10. Kumbuka tena anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Efeso 6:10. Hatimaye tuzidi kuwa hodari na katika uweza wa nguvu za Mungu. Huo hodari lazima ndani yake kuna uweza, na uweza wenyewe ni uweza wa injili ulioletwa na jina la Yesu na damu ya Yesu. Mungu akujalie, tujalie tuendelee kutembea na uweza. Anasema kwamba uweza, tuwe hodari na tuwe katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Huo uweza tumeupata wapi? Kwenye injili. Baada ya kuamini injili, baada ya kumwamini Yesu. Tunapomwamini Yesu, manake tunavikwa uweza, tunavikwa injili, tunapoiamini injili tunavikwa uwezo, tunavikwa nguvu ambazo zinatusaidia kutembea na kuwa hodari na kuangusha ufalme na mamlaka ya adui. Amen. Bwana Yesu, asante kwa pendo lako. Nguvu zako na uweza wako uwe nasi tena. Naomba rehema zako na fadhili zako Bwana. Asante kwa sababu injili ni uweza. Uweza ambao unatusaidia kushinda. Uweza ambao unatusaidia kupita. Uweza ambao unatusaidia kwenda. Tunasimama imara katika nguvu za Bwana, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa uweza ambao umeuachilia. Asante Bwana kwa uweza ambao umeuruhusu sasa ukatembee na sisi kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, katika jina la Yesu. Injili ni uweza kwa sababu tumeiamini injili. Baba, ruhusu uweza kwa Tanzania, uweza wa Roho Mtakatifu, uweza wa jina la Yesu, ukaiokoe na kuisimamisha kwenye haki na kweli, na watu wakatetemeke mbele zako, kama alivyosema Nebukadreza, kama alivyosema yule Dario, kama alivyoona Herode. Akaseme Mungu wa Tanzania, Yesu wa Tanzania ni mwenye uweza. Ndani yake ni uyeye wa kusujudiwa, wa kuabudiwa. Baba, tumeamini uweza sio dhaifu. Mungu, asante kwamba uweza wako unaenda kutuwezesha kuendelea, nao watakao jaribu kutuzuia watakumbana na kupambana na huo uweza katika jina la Yesu. Asante Baba kwa ajili ya mpendo anayesikia na kutazama. Naomba mjalie nguvu Bwana, akuvike nguvu, na sasa nguvu zimekuwa tayari kwa kuwa tumeamini tayari. Kwa sababu tumemwamini Yesu, basi hizo nguvu zimeingia. Uweza wa injili umeingia. Tunaongozwa, tunawezeshwa katika uweza wa injili, katika uweza wa injili, uweza wa kiinjili. Baba, endelea kutufunulia akili zetu na mioyo yetu, tujue kwamba tumeamini uweza, hivyo sisi ni wenye nguvu na mamlaka na uweza wa kimbingu wa kuziangusha falme na mamlaka na namna za giza, na tunawezeshwa sasa kutembea uweponi mwa Bwana, nguvuni mwa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, endelea kuachilia nguvu zako na imani ya watu wako, tuzidi kuamini kwamba Baba, tulichokiamini ni uweza. Kwa hiyo sisi tuna uweza ndani. Tufunulie na maarifa yako atujaze sasa, tujue jinsi ya kutembea katika maarifa ya Bwana, katika hizo nguvu zako Bwana, tukiitenda kazi yako katika jina la Yesu. Ruhusu mtu Bwana anayesikiliza akajue
kwamba ndani yako iko nguvu, iko mamlaka, uko uweza katika jina la Yesu Kristo. Ziko nguvu, iko nguvu, kuna uweza ndani ya jina la Yesu, iko mamlaka na uweza katika jina la Yesu Kristo. Fadhili ni zako, rehema ni zako. Asante Bwana, katika jina la Yesu. Uweza wa Mungu uwe nawe na neema ya Mungu iwe nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akupe kusimama imara na kutembea uweponi mwake kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwamini Yesu tu. Yesu, tupe mafunuo na maarifa, tuendelee kujua jinsi uweza wako ulivyo na nguvu zako zilivyo. Wewe ni mtakatifu sana, umejaa ukuu na nguvu, umejaa na utukufu Bwana, sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe Bwana kwa utukufu wa jina lako, katika damu Yesu. Amini kwamba ndani yako mpendwa uko uweza, sio unyonge, udhaifu wala kushindwa, bali Yesu Kristo amekupa uweza, umekaa ndani yako, uweza umekaa ndani yako. Inua macho yako juu, tazama kwamba Bwana ndiye aliyeumba yote na uweza wake ni mkuu kuliko vyote, atakuwezesha. Na yainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Ukatikae Bwana. Amina, haleluya.